natamani kabla tujafika hapo kuanza sasa maisha ya gerezani. Ndio. Au hiyo sakata la gerezani, kuingia gerezani. Ni jambo gani ambalo ulilifanya yani katika matukio hayo? Yani lina hutalisahau. Yani katika yale matukio ambayo ulikuwa unayafanya, tukio gani la hatari au kitu gani ambacho ulifanya? Kuna tukio moja pale Kiboroloni lilipata la hatari sana, mawili. Ndio. Tukio la kwanza ni mimi kukoswa risasi kama 6 hivi, ambapo tulienda kupora injini za gari kama 3 na matairi. Basi katika ile kesi nilificha mzigo nyumbani kwetu kabisa. Na kwenye ile familia nilipozika uenda kufukia ule mzigo, baadaye ilitokea shida. Wakati sasa tunataka kuuza, tumeenda kutafuta wateja wa kununua zile engine na yale matairi, ambapo tulifungua kwenye garage fulani. Nilipotoa taarifa sasa tunaenda kuuza, wakaja watu, kumbe imeshajulikana. Wakatoa taarifa kwa askari kule kwamba kuna mzigo ulioibiwa hivi na hivi na hivi. Sasa hawa ndio wanakuja. Kwa hiyo nilienda nao mpaka nyumbani, tuko na gari, wao wamejifanya ndio wateja. Wakanunua zile engine 2 zinapakiwa kwenye gari, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndio ikapigwa risasi juu kwamba wote mko chini ya ulinzi. Mlikuwa ngapi hapo? Tulikuwa niko na watu wangu kama 4. Kwa hiyo ilipopigwa ile risasi juu, ikapigwa ya pili. Sasa wale tuko nao hivi wakasema tukae chini, kumbe wale ndio masidi wenyewe. Wanasema tulale chini, tusikae, tusinini. Lakini nikapata akili mara moja, nikaingia chini ya gari ile. Ilikuwa ni lori stand 3 hizi Bedford hivi. Nikaingia chini ya gari, nikao nimekata, nikasogea mpaka mbele. Nikaenda nikasimama mbele ya gari pale. Wale wamebaki wameshika huku, wanaambiwa jamani tusiondoke. Kumbe ni maaskari wale ndio wamewazuia wale watu, wakabaki pale, na ndio niliwaita wakupakia. Nikatoka pale, nikajua hapa tayari hawa wako kitu kimoja. Kutoka hivi nikaruka pembeni hivi, nikarushwa risasi, nikapita hapa pap sikioni hapo. Ikatoka, nikawa nimejaribu, nikapaniki zaidi, nikarushwa ingine ambapo nina alama kubwa hapa ya risasi, ipigwa tena ingine hapa. Basi nikatoa shati, ili ilikuwa shati kama nyeupe, nikaitoa, nikatupa hivi. Ni usiku saa 6. Nikakimbia pembeni hivi, kuna migomba, nikachukua jiwe, nikatupa huko. Wale askari wakasema huyu huko tumwangalieni huko. Kumbe nimerusha jiwe hivi, mimi nikarudi upande wa hivi. Ndio salama. Wakasema lakini mtafuteni hapa kuna risasi ya mguu nimempiga. Wewe unawasikia sasa hiyo? Nawasikia kabisa wanaongea. Kwa hiyo haukuwa mbali. Na kweli kwenye mguu wangu umechanwa hapa. Niweza tu suruali ni hapa. Na kovu kubwa. Ile risasi, alafu hii iliyonipita hapa imenikosa, ambao sasa hivi nasikia huu uvimbe huu hapa. Unaona uvimbe? Naona. Ilipita risasi hapa piao. Ingine ilikosa. Sasa wakasema huyu hayuko mbali, tumwangalie hapa. Baada ya mimi nikakata hivi, nikatembea, nikakata, kaingia kwenye bonde fulani, nikatokea kule. Wale wengine wote wakakamatwa, na kwenye nyumba akakamatwa kaka yangu. Mmoja naye aliwekwa kwenye ile kundi, naye akapelekwa. Hiyo ni nyumbani kwangu na mama yupo. Hilo ndio tukio ambapo nilikanyaga usiku kwa miguu. Kutoka Kiboroloni nilikata mlima hivi, mito hivi, kama ulishafikaga Uchira. Uchira ndio. Unapasikia? Unafahamu? Nimekata kwa mguu usiku mpaka Uchira. Ndio nilienda kusimama, nikaenda kwa mjomba wangu kule. Ndio kaenda kujificha. Sasa hiyo ukucha wa mguu umeng'oka, nikiwa nimepiga kwenye jiwe.
hilo ni tukio la kwanza ambao silisahau, liliokuwa linanigharimu maisha yangu. Lakini tukio la pili ni hapo Kiboroloni. Tulienda kupora kwenye baa moja inaitwa Msumbiji. Tukiwa pale tukazingirwa. Tulizingirwa pale na maaskari. Akaja askari mmoja mwanamke, alikuwa naye ni mkali sana, kapiga bastola juu, lakini akapiga na filimbi. Yule askari niliweza kuruka kichwa, nikampiga kwenye meno, nilimwondoa meno yote hapa mbele, alafu nikakimbia nikapita Msaranga kwenda. Hilo ni tukio ambapo pia nalo likumbuka, lilinikosa, na mwenzangu akapigwa risasi hapa ya tumbo. Alikuwa anaitwa Kadogo, alipigwa hapa ikafumua huku nyuma kabisa, yeye alifia pale. Hilo ni tukio ambapo lingine siwezi kulisahau. Na wakati huo unafanya yote, ulikuwa hujaoa? Sijaoa. Una familia, yani ni wewe tu kijana? Katika hii kazi ya wizi wa magari ilikuwa ina masharti sana. Kwa hiyo kuna wakati tulienda kwa mganga mmoja. Na huko umepitia kwa waganga? Nipita kwa mganga mmoja sehemu za Lushoto, Soni, Milimani. Kaenda kuzindikwa kwenye kaburi. Ndio. Kwenye kaburi lile, ile kaburi unakaa pale, nimefunikwa na sanda nyeupe. Ni zindiko la hata nikifanya tukio mahali nikipita nisionekane. Na hapa nataka nikwambie ndugu Sam, uganga upo. Mtu anayekwambia uganga upo ni uongo. Uganga upo, ila umeshindwa tu kwenye jina la Yesu. Basi kabisa nataka kuambia, lakini uganga upo na miujiza. Kwa hiyo mimi nilizindikwa pale, alafu kuku amechinjwa, anazunguka hivi, naambiwa umwangalie kuku mpaka atakapodondoka. Na kuku yule alikaa siku 3 anazunguka hivi na amekatwa kichwa. Hiyo ni vitu vya ajabu sana. Na upembe unazunguka kwenye lile kaburi, upembe unaongea wenyewe. Na yule wako kule wanapiga madogori yao. Zindiko ni ukweli. Mimi nilikuwa sishikwi, nilikuwa ni mkorofi hatari mno. Kwa hiyo nilizindikwa siku ile inaambiwa ya 3. Naambiwa utakuwa makini, yule kuku akidondoka adondokee kule na wewe uondoke. Kwa hiyo nilifanya namna hiyo. Yule kuku alianguka akafunikwa na ile sanda, wakafunika kwenye ile jeneza. Siku 3. Kwa hiyo mimi nikatoka kule, tukapewa sharti huruhusiwi kuoa. Ndio maana mimi nimekuja kuoa nikiwa mtu mzima baba kabisa. Uruhusiwi kuoa? Uruhusiwi kuoa kwa sababu utakuwa na wanawake tu. Yani ruksa kuwa na wanawake wengine, lakini sio kuoa. Sio kuoa. Unakaa na huyu unamwacha, unaenda mwingine hivyo tu. Umepewa masharti hayo. Sababu hata kuna siku watakusema. Kwa hiyo nikabidi nitii yale masharti. Kwa hiyo unakaa na mtu, ukiona kama anaanza kunielewa na weka kushoto, tunaenda mwingine. Alafu saa hiyo sasa tumepangisha kama Dar es Salaam, unalipia chumba miaka 3, unakiacha tu. Na unaishi yani, unakaa siku 3, unaacha nyumba pale. Unaenda, ukifika Nairobi una nyumba, ukiacha unatoka, unaenda sehemu nyingine. Yani huna makazi maalum. Ndio hivyo tunaenda hivyo. Lakini ukifika hata kama kwenye baa, kwenye nini, unapewa chochote. Wanasema huyu wataleta. Tunajulikana. Tunajulikana sana. Pesa ipo. Ipo, unaweza kunema. Kwa hiyo mimi nilikaa na mimi nilivyozindikwa kwenye zindiko lile. Hilo zindiko hilo la hizo risasi mara 2. Hilo ni tukio ambapo ukweli lilinifanya nikaogopa sana. Kwa hiyo nikatoka kwenye hilo. Hayo ni matukio mawili. La mwisho ndio nakuja kukamatwa
ndio sasa nawekwa ndani. Kuwekwa ndani kule. Sasa hapo ilikuwaje? Dawa iliisha au ilikuwaje? Au ulikosea masharti? Unakosea masharti. Na uligundua hapa nimekosea? Ukikosea tu lazima utakutana. Kwa mfano pia kwa waganga kule, wale walikuwa wametuambia usimwage damu, usiue. Usiue. Ukiua tu siku utaua na wewe utakuja kuuliwa. Na kweli nimeona waliojaribu kupiga risasi kwa kuua na walikufa. Ni wengi sana, tunao watoto wa matajiri tuliokuwa nao. Sasa kwa njia hiyo mimi nilipokuja kukamatwa siku moja sasa kwenye hii, nikakamatwa kesi, wakashirikiana na mimi, ikafikia mwisho. Sasa hapo tunarudi gerezani, kuingia gerezani. Maki miaka 30 pale. Ndio sasa nikaingia gereza la Lukaranga Moshi. Kuingia, wale tulichofanikiwa ni kumpata bwana jela kwanza, yule mkubwa pale. Kwa hiyo tulimpata mara moja. Na ni wewe tu katika ile crew yako? Ile grupu yangu. Wote mlikuwa miaka 30 au ni wewe tu? Ni mimi. Ni mimi mwenyewe. Hiyo nilifungwa peke yangu. Kwa hiyo lakini kwa sababu ule mtandao wakaja kumkuta, wakaingia ofisini, wakaongea naye. Kitu cha kwanza niliambiwa ni kuandikiwa special dati. Huyu mtu haruhusiwi kufanya kazi. Kwa hiyo tunaenda kwa dokta au bwana jela, wakaandikiwa pale. Nikaandikiwa huyu mtu haruhusiwi kufanya kazi. Huyu mtu anatakiwa awe anapimwa afya kila Jumaa, akaangaliwa afya yake kila Ijumaa. Lakini huyu mtu pia anatakiwa awe analala kwenye kitanda, sio kwenye chini, kwenye ile zile chini kule wanawekwa vile mikeka vyao. Kwa hiyo hilo akapewa hela akaandika. Kwa hiyo naingia gerezani, na lingine pia ni kununua mkanda. Kwa hiyo kanunua mkanda kuwa nyapara mkuu kule gerezani. Kwa hiyo ni nyapara sasa. Ni nyapara, unasimamia wafungwa wengine kule. Unasikia? Alafu saa 4 bakuli la supu na nyama. Safi na maziwa. Na kila Ijumaa unaenda kupima, unaenda nje yani. Yani tunaenda, unaweza umeandikiwa pale, ni unaenda KCMC au Mawenzi. Ukipimwa kule unakoenda, unaenda na askari. Askari wale ni kama wafungwa. Ni kama wafungwa. Kama askari unakuta kule mfungwa anavuta zile sonyo zile za kusokota. Na askari anamuomba. Anagongea. Anagongea. Kwa hiyo ni wafungwa vile vile tu, wote ni wana shida. Wanampa 10,000. Ambia bwana, tunataka tuonane na huyu mtu. Tunaongea na vizuri. Kwa hiyo hata mimi kwenda kupima afya, askari wanagombea kwenda na mimi. Ni mtaji huo. Ni bosi wao. Yani wananiheshimu mno. Nikawa sana naingia, niko kule, nikienda kukaguliwa, lakini bado tutanunua vitu kama bangi, kama sigara, hivyo vitu kama hivyo. Hivyo tulikuwa tunatumia hivyo. Unaingia navyo gerezani. Ukiingia pale, askari anakusachi, anawatia mwachieni aingi. Ndio maana gerezani kunauzwa bangi, kunauzwa sigara, kila kitu kule vinauzwa. Ndio maana nikasema sheria haibadilishi dhambi. Mageti yale yote, sigara zinatoka wapi? Na wakati wafungwa wanavuliwa mpaka nguo. Nguo zote anabaki uchi, unaenda kuvalia kule. Na upande wa kina mama hivyo, lakini ndani kuna bangi, kuna sigara za kila aina. Siko kule. Kwa hiyo mimi hilo nilikuwa naingia namna ile kwa nguvu ya pesa ya wale watu tulionao. Ndio sasa wakaanza kupanga mpango wa kukata rufaa bandia. Hapo ulikaa muda gani hapo Karanga? Karanga pale nilikaa kama mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Kwa hapo tumebakiza 29. Kwa hiyo ule mwaka mmoja nikikaa pale, ndio wale wanaunda hilo mpaka likaambia kwamba tunakata rufaa ya hii kesi.
Kwa hiyo kukata rufaa, nikaandikiwa kesi iende mahakamani. Kila siku natoa siku za kwenda mahakamani ili kuongea hii kesi kwamba nimeonewa, hamna vidhibiti, hamna nini hivi na hivi. Kumbe ni njia. Kwa hiyo pale nilifanikiwa nikapewa uhamisho. Na ukitolewa kwenye uhamisho ikaambiwa rufaa yako imekuja, umepunguziwa miaka 5. Maanake kutoka 30 mbakiza 25. Na ule mmoja uliotumika pale au haihesabiwi? Inahesabia kule, kuna kupunguzwa. Kuna Jumapili zote hazihesabikaji. Ukifungwa 5 unaweza ukatumika miaka 3 na miezi 6. Hiyo ingine yote zinapunguzwaga kisheria kule. Kisheria. Kwa hiyo Jumapili hiyo hawahesabii. Okay. Kwa hiyo tulifanya namna ile ikapunguzwa. Kwa hiyo nikaenda gereza la Same. Nikapita pale baada ya kutoka Karanga pale kwenda Same. Nikatoka Same nikaenda Maweni Tanga. Ndio. Nikatolewa Maweni Tanga nikapelekwa huko. Same ulikaa muda gani? Pale nilikaa tu kama miezi 6. Miezi 6. Ili maana nikagereza kadogo. Hata ikakasami ni vidogo, sio vya namba kubwa kama hizi. Si watu wenye namba. Watu wenye namba na mimi walishanishtukia. Unawekwa hapa, kuna kitambaa kinawekwa kwenye mgongo cha chekundu. Ni ya kuonyesha huyu jamaa ni hatari. Kwa hiyo ulikuwa nacho hicho? Hicho nilikuwa nacho. Na wewe namba yako ilikuwa ni ngapi, unaikumbuka? Ya nini? Namba ya gerezani uliopewa? Siwezi kuikumbuka sasa hivi. Lakini ila pia nilikuwa nimewekwa pingu. Wewe unatembea na pingu? Kwa sababu niliwahi kutoroka nikiwa pale Lukaranga. Tukapelekwa nje kusafisha yale mabwawa ya kunyeshea ya TPC au ya pale magereza pale magereza. Liko bwawa hapo ambao kumejengwa viwanda. Sawa. Sasa hivi. Kwa hiyo pale nilitoroka nikakamatwa na mfungo. Yaani mfungo mwenzako kumbe kuna waaskari manyapara pembeni hivi walikuwa wanatuona, nilikuwa nimetembea nikavukie kule. Kwa hiyo nikashikamatwa. Kwa hiyo ndio nikaja kuwekwa pingu. Kwa hiyo nilikuwa natembeaga na pingu, unaitwa mapingu. Uweze kutembea ukiwa unatembea unasikika. Uende bafuni ukilala uko nazo kila siku. Kwa hiyo nilitumia hiyo. Kwa hiyo unataka kuniambia gerezani kuna wenye namba afu kuna ambao hawana namba? Namba gani? Yaani ile mfungwa anapewa namba. Wewe namba yako ni hii au wote wana namba? Namba iko hapa. Ni kila mtu anakuwa na namba. Kila mtu anayo, inaambia ameingia lini na atatoka lini. Namba yako hiyo. Ndio uage, ndio maana ile namba. Ndio maana ile. Kazi yake ni hiyo. Lakini kama ni mzoefu, kibaka mzoefu ambapo ni mtu wa kufungwa mara kwa mara, pia kuna kibaka unawekewa hapa ni. Kama ni hatari, ni mtu anajulikana mtu ni hatari. Kwa hiyo askari wote watakana wewe machale sana. Wanajua huyu jamaa huyu usa yote atugeuka, anaweza akatugeuka. Kwa hiyo wanajua hivyo. Alafu sasa na mimi nakutana na watu mbalimbali. Watu mbalimbali jinsi wanashangaa, mbona mtu anafuatwa na watu mtandao huu? Unaona na ni wanaomfuata na watu hatari pia. Hawajui. Wataona ni mtu tu kawaida lakini hawajui. Kwa hiyo Same miezi 6. Maweni Tanga. Maweni Tanga ndio nilikaa hapo miezi 6. Miezi 6. Na Same ilikaa kama miezi 3. Okay. Nikaenda ndio nikatolewa kule nikapelekwa Dar es Salaam. Ukonga. Sasa Ukonga pale nilikaa sana. Nilipelekwa kiwandani kushona mabegi na hii buti. Nikiwa kama ni msimamizi. Lakini nikatoka pale nikaomba kupata transfer ya gereza lingine. Lakini wanafanya namna ile pale nilipunguziwa miaka 15. 15 ikapungua. Ikapungua pale gerezani. Kwa hiyo kwenda Same ilipungua 5. Kwenda Tanga ikapungua mingapi? Miezi 6 tu nilikaa pale. Lakini hawakupunguzia. Nilipoenda kule, kwa ulivyoenda Ukonga wakapunguza 15. 15. Kwa ukijumlisha na hii 5 inakuwa ni 20 imepungua. Na kama hapo 20 Lakini sasa nilivyotoka sasa kwenda gereza la Ubenazomozi. Mimi naongea haya wote wanayajua ama gereza. Ubenazomozi liko Kibaha. Gereza ambapo linakusanya watu
wenye namba kubwa kubwa, wengine walikuwa hata kama ni maaskari waliofungwa wanakuwa pale. Okay. Liko ni gereza tu limewekwa, halijawekwa hata fence, ni ya wavu tu umezungusha. Kwa hiyo pale nilipopelekwa pale ndio sasa nikaa nimetolewa hiyo namba zaidi, nikabakiwa ni miaka 5 iliyokuwa nimeshatumika 4 na miezi 6 pale. Kwa hiyo imebaki miezi 6 tu. Sasa nikiwa pale ndio hiyo mwaka 88 hiyo mwezi wa 3 ndio ninajipanga na waizi majambazi wenzangu wale wanajipanga kufanya sherehe. Kwa sababu umetoka hiyo mwezi wa 5 ndio wanapanga, wanasema bwana tuweke sherehe. Sasa mwezi wa 3 mimi ndio sauti inanitokea gerezani. Sauti unaisikia kabisa, sauti inasema, Paulo, tumekulinda kwenye matukio la kwanza, la pili, la 3, ukipona. Na chumbani ulikuwa mwenyewe au mlikuwa? Niko na wafungwa wengine. Wao hawaisikii pembeni? Hawaisikii. Sasa ile ikasema, hapa umepanga unataka kutoka. Lakini ukitoka unaenda kufa, utapona. Nikaoneshwa tukio la huyo bwana alikuwa anaitwa Kadogo mfupi, ambao walipigwa risasi akafumuliwa hivyo pale Kibororoni. Nikaoneshwa unakumbushwa. Nikaoneshwa tena tukio lingine la kijana mwingine alipigwa risasi Dar es Salaam, ambao tulienda kupora kwenye duka la Muhindi, alafu mimi nikiwa driver. Ile tunapeana, yani uwizi ukisema ni dakika 10, ni dakika 10. Hatunaga upumbavu. Yani hiyo inaambia dakika 10 ukiluzi tu imekwisha. Kwa hiyo sasa ile wamesema dakika 10, yule akaingia akateka. Aliingia amevaa nguo za masista. Amevaa nguo ya sister, kitambaa, jamaa mmoja mweupe mfupi tu. Kwa hiyo akawa ameteka fedha mta saa 7, ilikuwa saa 7 duka ndio wakati anafunga kwenda kuswali. Hapo ndio akatekwa, akachukua fedha kwa duka la jumla la spare. Kwa hiyo alipomaliza wakati anapanga sasa atoke nje, ameshapita ule muda. Alipoona muda umepita, aliongeza kama dakika ngapi? Kama dakika 5 tu. Tunafika, mimi nafika nikiwa kama driver, nikakuta hayuko. Inabidi uende mbali ili gari isionekane. Uende ukajifiche mahali ili urudi. Alafu unajipa tena dakika chache urudi. Sasa ile yeye naye alipoona ameshaluzi pale, akaona amkamate aende amtokee, aende atumie njia ya kumbana, akamfungia ndani. Akamfungia ndani ya kile chumba kwenye ofisi yake. Kumfungia, akachukua funguo ili anatoka. Kumbe yule Muhindi ana watu wengine juu gorofani. Akapiga kule, akateremsha ufunguo, akafungua. Naye akaenda akachukua, kumbe na yeye anayo nini? Bastola. Akaja sasa yule ametoka nje, atukuti. Sasa alivyoona namna hiyo akaona, hapa wacha nikimbie. Kuamua kukimbia kwa mguu na begi analo, wakaanza kurushiana risasi na yule Muhindi. Lakini watu wanakuja, mwizi wanakimbia. Anachukua hela, anamwaga ili watu wakimbilie. Lakini hapo ndio ikawa ndio anasababisha watu wazidi kufuata. Na yule Muhindi yuko gorofani kule, akateremka, ndio akarudi akamfuata, ndio akammiminia risasi hapa, ndio akafa. Na wewe unaona hilo tukio? Mimi nimekimbia sasa. Ukishafeli namna ile, mimi nimeondoka na gari nikakimbia moja kwa moja, sikubaki. Kwa hiyo yule alikufa kwa uzembe wake ndio ulisababisha. Kwa hiyo huyo akafa. Alipokuja kumtoa lile gauni, ni mwanaume, ni mwanamume, ndio akamkuta mbele. Ni wa Moshi. Sitaki niseme ni wapi, lakini ni wa Moshi, tena jirani kwetu. Kwa hiyo huyo ikawa imetokea namna ile. Sasa mimi nikaonyeshwa tukio lile, kaambia
umekoswa kwenye tukio hili, umekoswa hili, risasi, moshi kijijini. Ukitoka sasa unaenda kufa. Hiyo sasa hapo nikabaki kupiga magoti. Lakini ninachojifunza kingine gerezani. Gerezani wanaomba. Unasikia? Gerezani kunafanyika maombi. Achana na makanisa huku hii. Tunasema tunaomba. Ufikii kiwango cha gereza. Gereza kunaombwa maombi mpaka unasikia kama linatikisika hivi. Mpaka maaskari wanasimama kwenye wavu kwa nje. Wanasikiliza. Kwa sababu kuna watu wanaomba kweli wamezulumiwa. Sio kweli wamefungwa. Hawajaiba. Kwa hiyo wanaomba sana. Na wengine wameamua kubadilika. Kwa hiyo sasa mimi pale nikasikia ile sauti. Nikaanza kupiga magoti. Kaona kabisa naonyeshwa wale watu, nikaona hapa kweli naenda kutoka, ninakufa. Nikamuita bwana mmoja, ni mfungwa mwenzangu, alikuwa anaitwa Siame. Yule bwana ndio alikuwa anamwangaliaga akiongoza maombi, akifundisha, yuko gerezani, na mzarau tu. Akesi siku hiyo nikamwambia, naomba uniombe. Hivi unaweza kuniombea niache bangi? Navuta bangi, sigara navuta. Gerezani nakunywa pombe. Maana tukitoka nilikuwa niko genge moja la kupasua mbao. Mimi ndio nyapara kule. Naletewa pombe, tunaenda kunywa. Kule Ubena Kibaha kwenye tunapasua miti ya mininga. Tuko tunaenda kule. Nikisema hivi atakayesikia ushuhuda anaelewa. Tuko tunapasua mbao na askari kule. Lakini kule hata ukitaka mwanamke unaletewa. Kuna wale askari napenda. Kwa hiyo niliweza kukaa ile maisha, nikapiga magoti, nikainua, nikaombewa. Kwa hiyo sala ya toba umepigwa gerezani. Yaani baba yangu wa kiroho mimi ni mfungwa. Nataka nikwambie ukweli. Ni mfungwa aliniombea, na aliponiwekea mkono akaniombea, nikasikia kusisimka. Nikaona hichi kitu kweli ni kweli. Mbona nimesikia vibration namna hii kama nimepigwa shoti? Nikaambia, akanipa Agano Jipya. Akaniambia, hii utakuwa unasoma ukisikia ile kiu ya bangi nini, sema tu Yesu, naomba uondoe kiu yangu. Nilifanya namna ile. Ukweli usiku ule nikaongozwa sala ya toba. Sikupata ile kiu ya sigara wala ya bangi. Ilikuwa siku ya Alhamisi, nikakaa Ijumaa, Jumamosi nimeungana na ile kundi, Jumapili na mimi nikaungana nao wanaenda kanisani. Maana kule wafungwa pia siku ya Jumapili wanachukuliwa wanaenda na askari. Munaenda mnaabudu kanisani. Kwa hiyo nilipelekwa kwenye gereza lile, nikaingia nikaabudu. Nikakaa ni mwezi wa 3, mwezi wa 4 nikiwa naabudu, nimeacha vitendo vile. Na hata wale wanayekuja naambia, sasa hivi bwana mimi nimeokoka. Sitaki tena haya mambo. Haikuleta shida? Ilileta shida sana. Ilileta shida sana kwa sababu kuna nyumba yangu niliuziwa Dar es Salaam na ingine ilikuwa Morogoro. Kwa kazi hizo niliiba na viwanja, tulizulumiwa gari. Wale wakasema, sisi tumekusaidia hivi kutoka kule mpaka hapa unakuja utuambie eti ulokole. Walitaka hata wangeniua. Kwa hiyo nilipofika mwezi wa 5 mimi nikatoka gerezani. 88 mwezi wa 5 ndio nilitoka, nikaandikiwa ile search warrant ile kusafiri na treni kutoka, nikafika Dar es Salaam nikaingia pale railway, nikakatiwa tena nini ya kutoka pale kuja Moshi. Kwa hiyo mimi nilirudi sina chochote mfukoni. Naanza moja. Ninaanza 0. Na walinikataa kabisa. Walikataa wote, hawaamini. Naambia nimeokoka, hawaamini. Kwa hiyo nilitoka siku ya Alhamisi, ndio nikasema jamani, ninaenda kanisani. Watu wakaamini. Nikafika nikamkuta mchungaji wa Lutheran. Mimi nilikuwa ni Mroman. Sikwenda kwa padri, nilienda kwa mchungaji wa Lutheran kwa sababu walioniongoza sala ya toba kule walikuwa ni wa Lutheran.
tulikuwa kwa turuhusiwi kusoma Biblia hizi. Naam. Kwa hiyo nikaona kwa kuwa nimepewa ile Biblia, nikaenda kumfuata yule mchungaji. Yule mchungaji akanipokea, lakini akaniambia hatuta kuamini ni mpaka urudishwe kundini siku ya Alhamisi, kwa sababu walikuwa wananijua. Kwa hiyo mimi siku ya Alhamisi nikaenda, ibada ilijaa mpaka nje, watu wamejaa, waone wanasema huyu kweli, huyu ameamua kweli, Paulo vipi kweli, au anatusani, huyu ameokoka. Mungu, watu wanasema, na mimi watu wamejaa. Nikaongozwa sala ya toba tena, wakanirudisha kundini saa 9 ya mchana. Kwa hiyo watu wote wakasema, huyu basi kama ni hivi tumepona hata kijijini huko. Kwa hiyo ndio nikatoka pale 88 mwezi wa 6 ndio nikaja Arusha hapa Kijenge kwa dada yangu. Ndio mahali nilikuja hapa 88 mwezi wa 6. Ukiwa umeokoka hapo? Nimeokoka. Na tangu hiyo nikiwa hapo nikaja, yule mchungaji aliandika barua kwa mchungaji wa Kijenge Lutheran. Kwa hiyo nikaambiwa utachukua mafundisho ya ubarikiwa. Nikaenda pale, nimebarikiwa hapo Kijenge Lutheran nikiwa mkubwa, mpaka hata watoto wanayebarikiwa wamesema, baba ulikuwa wapi? Hii ni ajabu, ng'ombe kuota meno ya juu. 89 mimi ndio niliacha wito. Sasa Mungu ananiambia njoo huku mlimani, naisikia sauti. Kwa hiyo ndio nilianza kupanda mlima Kijenge. 89 nilimaliza maombi ya mlimani 89 yote, mpaka 90 mwezi wa kwanza mimi naambia sasa nenda kabatizwe maji mengi. Kwa hiyo mimi nikabatizwa maji mengi. Siku nabatizwa mimi ndio ile napanda kutoka kwenye maji, niliona nguvu ya ajabu sana. Nikaanza kusikia habari ya ushuhuda, ndio nikaanza kushuhudia watu. Nashuhudia watu kila mahali, kwenye gari, kwenye nini, naambia jamani Yesu ni Bwana hivi na hivi. Ambapo ulibatiziwa wapi? Hapa Arusha. Okay. Kwenye Mtotemi wa Kijenge hapo nilibatizwa maji mengi. Kwa hiyo mimi pale ndio nilianza utumishi wangu mwaka 90. Sasa hivi ni miaka ngapi? Mwaka 90, sasa hivi tunaongelea miaka 30 na ngapi? Kama 36 sasa. Sasa haswa kuanza ule wito, kwa sababu nilianza utumishi kushuhudia 92, 93, 94.